Wangapi wamewahi kuishi kwenye kipindi hicho cha kupendana kiasi kwamba hata ukimkanyaga wewe uliyekanyagwa unamwomba msamaha mwenzako, unasema samahani, niliweka mguu vibaya, na yeye anasema unisamehe, sikuangalia chini. Umewahi kuona watu mpaka kwenda sokoni wanaenda wote? Mama anamwaga mume wake, samahani, naenda sokoni, nisubiri, nakuja sasa hivi hapa. Unakuta wako wote wanachagua nyanya, wanachagua nini, nyama upande huu, mbavu, bana, mbavu ina mifupa hii hapa, nundu. Wakati mwingine hata hawana hela, wanaingia kwenye maduka ya watu kusumbua tu, wanasumbua tu watu. Hiyo chupa ya chai inapoza kwa masaa mangapi? Wiki. Kumbe nzuri, tukipata hela tutakucha. Lakini na wao hawajioni, wanatamani wapate uto tu auti au tu nini, ili tu kila mmoja timize kiu ya kuwa na mwenzake. Aliyechelewa kulala anamfukuzia mwenzake mbu, anafukuza mbu, we mbu, unataka kuning'atia mume wangu. Lakini kuna kipindi cha pili, pendo lina drop kutoka juu linaenda kiasi kwamba mpaka kuna wakati unamwangalia mwenzako unajiuliza maswali, hivi nilikosa wanaume kabisa? Alafu ndio wachungaji walisema mpaka kufa. Yani unachukia mpaka anavyokula, sema yani anajitafuna kishamba. Kwani siku zote alikuwa anakulaje? Wakati pendo likiwa kwenye piki, hata ungurume kama treni la kwenda Mwanza, bado nakuta mwingine wala hata asema tu usingizi mtamu huyu. Ndio kwanza anamfunika vizuri, wewe unakoroma hapa. Hii ni kwa sababu mwenzio anakupenda, wala ndio kwanza hata anakuamsha kwa upendo. We umeangalia juu, lala upande. Lakini upendo ukishuka ni mikofi kila wakati. Unataka mimi nilale macho kwa ajili yako? Unakoroma. Wengine ndio anahama anaenda kulala kwenye sofa, anahama anaenda chumba kingine, yeye nimemwacha na generator lake. Unajua, mkiwa kwenye piki mnaagana hata kwenye mambo ya kijinga. Mwaikona watu wanaopendana, anamwaga mwenzake kwamba samahani, naenda toilet. Anamwaga mwenzake anaenda toilet eti. Alafu mwenzake anasema haya, utanikuta. Mwenzi ametoka huko anasema pole. Yani wamependana. Hizi season, hivi vipindi vinne lazima ujue. Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW, tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes. Kuna vipindi vingapi ambavyo mwanadamu yeyote lazima avipitie, na ndio vipindi ambavyo unapaswa kuishi kwa imani, vinginevyo utakwama. Kwa nyinyi ambao ni wanafamilia, wanandoa, punga mikono ili nijue naopoa samaki kwenye bwawa. Mtakubaliana na mimi kwamba hivi vipindi vinne unavipitia, kwa sababu vipindi vinaenda cycle, vinaenda hivi. Kwa kuna wakati unakifikia, kuna wakati unakipita, kuna kingine unahamia hicho unaenda. Yani unazunguka kwenye hivyo vipindi vinne. Kipindi cha kwanza, kwa wale wanandoa watakubaliana na mimi, wana familia, kuna kipindi yani upendo ndani ya nyumba yenu unakuwa uko juu. Upendo kwenye nyumba yenu unakuwa uko wapi? Juu. Yani mnapendana, mnafahamu kupendana, yani mnapendana kiasi kwamba mpaka unasema hivi, nilichelewa wapi kuolewa na huyu baba? Nilichelewa wapi kuoa kaka mama? Nilichelewa wapi? Yani mnapendana mule ndani. Wangapi wamewahi kuishi kwenye kipindi hicho cha kupendana kiasi kwamba hata ukimkanyaga wewe uliyekanyagwa unamwomba msamaha mwenzako? Umewahi kupitia kipindi hicho? Yani unajikuta unamwomba msamaha aliyekukanyaga, alafu kwa masikitiko makubwa unasema samahani, niliweka mguu vibaya, na yeye anasema unisamehe, sikuangalia chini.
Yaani mama anachukua na kitenga nenda kufuta mahali alipokukanyaga. Unamwambia hapana, acha mke wangu, mbona hamna shida? Sasa mahali unaona kabisa anatoka na nje anasikitika amekukanyaga. Yaani upendo uko juu. Baba hashindi sebuleni, anashinda jikoni na mama. Upendo ukiwa kwenye piki, huwezi kukaa sebuleni alafu mama yuko jikoni. Ukiona unashinda sebuleni na remote alafu TV ndo amekuwa mke wa pili, ujue tayari pendo limeshatoka kule juu. Pendo likiwa kwenye piki, sebuli inakuwa chungu. Ukitoka kazini mbilimbi, ukitoka kazini ukabadilisha nguo, unauliza mama, wanasema yuko jikoni, umehamia huko. Hata kama hakuna viti utaegamia mahali. Umeshindaje? Leo tunakula nini? Nyama. Okay. Imeanza kuiva. Nani? Hebu nichukulie ako kadogo ako. Na mimi nionje. Subiri nani? Nionje ako. Nionje. Unakula, yani mnapika hapo. Mama anakata nyanya, unasema nipe vitunguu na mimi nikate. We, utaweza, usitajikata. Hapana. Hapana. Unakata makubwa. Haya, napunguza. Yani unakuta sebuleni ya kukaliki, maana pendo liko piki. Amen. Umekuona watu paka kwenda sokoni wanaenda wote. Mama anamwaga mume wake, samahani naenda sokoni, nisubiri nakuja sasa hivi hapo, nisubiri. Unakuta wako wote wanachagua nyanya, wanachagua nini, nyama upande huu, mbavu. Hapana, mbavu ina mifupa. Hii hapa. Nundu. Wako wote pale kwenye bucha, wanalipa, wanaenda, wanahangaika kwenye maduka. Wakati mwingine hata hawana hela, wanaingia kwenye maduka ya watu kusumbua watu tu. Yaani kusumbua tu, hii sufuria ya Uingereza au ya Japan. Wanasumbua tu watu. Hiyo chupa ya chai inapoza kwa masaa mangapi? Wiki. Kumbe nzuri, tukipata hela tutakuja. Alafu anaenda. Hivi vitenge vya Kongo. Vya Kongo havipauki. Shilingi ngapi? 40,000 kwa nani? Sawa, tukipata hela tutakuja. Yaani ni kusumbua watu tu. Lakini na wao hawajioni. Wanatamani wapate uto tu au nini, ili tu kila mmoja timize kiu ya kuwa na mwenzake. Upendo ukiwa wapi? Kwenye piki. Wakinunua kachungwa watagawana, wakinunua epo, huyu anakata, mwenzake anakata, mwenzi anasema usingate sana, usimalizie, wanapeana. Yaani upendo mpaka vitoto mule ndani vinajua wamependana kipindi hiki. Unakuta tutoto tunaongea tuwili sasa, mama na baba. Yaani wanaona. Mpaka watoto wanasema nami nikioa yaani wanaliona pendo likiwa kwenye piki. Ndio ile niliyosema, paka aliyechelewa kulala anamfukuzia mwenzake mbu. Anafukuza mbu. We mbu, unataka kuning'atia mume wangu. Pendo liko wapi? Kwenye piki. Wakati mwingine mama akiona mayai hayatoshi, pendo likiwa kwenye piki, anamkangia mume wake, anamfunikia chumbani. Asa baba nani? Chumbani. Tutoto, kama vile baba ananukia mayai. Mayai wapi? Kumbe mama amempelekea. Yana anasikia raha kuona mwenzake anakula vizuri, anavaa vizuri, anaoga maji safi. Pendo liko kwenye piki. Hiyo season nayo inahitaji Mungu. Inahitaji muishi kwa imani. Kwa sababu vinginevyo Mungu akikosekana, kupitia huko kupendana sana, mtajikuta tena mnamkosea na Mungu. Mmoja akisema sijisikii kwenda kanisani, basi na mimi sasa naenda peke yangu. Wote wanarudi kwenye ibada. Mimi sinini. Kwa sababu pendo liko kule, hutaki kumkwaza mwenzako. Pendo likiwa kwenye piki,
mnamhitaji Mungu kwenye maisha yenu. Amen. Lakini kuna kipindi cha pili, kipindi ambacho pendo lina drop kutoka juu linaenda Umewahi kupitia kipindi hicho? Yaani pendo na mwenzako limeshuka kiasi kwamba mpaka kuna wakati unamwangalia mwenzako unajiuliza maswali, hivi nilikosa wanaume kabisa? Unaanza hata kuhesabu wale uliowakataa. Unasema yule tulisoma naye nilimkataa, yule mwingine wa sekondari nilimkataa, mwimbaji mwenzangu nilimkataa. Nikaangukia kwa sijui akili zilikuwa wapi jamani. Ndio nasikia unamwangalia mtu wako, unamwambia we, mbona unaniangalia sana? Sasa hapana, mawazo yako mbali tu. Kumbe nasema, yani wewe kumbe ndio mume wangu. Alafu ndio wachungaji walisema mpaka kufa. Pendo limeshuka. Yani unachukia mpaka anavyokula. Nasema yani anajitafuna kishamba. Utasikia mume wangu na wewe unakula vizuri. Unakula vizuri. Yani kwani siku zote alikuwa anakulaje? Pendo lime drop. Amen. Kwa hiyo wale wanaolala na wadogo zao, pendo liki drop, unachukia hata anavyounguruma. Yaani unashangaa tu mtu amehama usiku, amehamia kwenye sofa. We, mbona uliondoka? Sasa maana hii kukaa kulala na generator mimi siwezi kabisa. Siwezi kulala na generator. Yaani leo imekuwa generator. Wakati pendo likiwa kwenye piki, hata ungurume kama treni la kwenda Mwanza, bado nakuta mwingine wala hata asema tu usingizi mtamu huyu. Ndio kwanza namfunika vizuri, wewe unakoroma hapa. Ni kwa sababu mwenzio anakupenda, wala ndio kwanza hata anakuamsha kwa upendo. We, umeangalia juu, lala upande. Lala upande. So, lala upande. Upendo upo kwenye piki. Mpaka kule kukoroma kunageuka muziki wa kwaya ya mke mwema. Lakini upendo ukishuka ni mikofi kila wakati. Unataka mimi nilale macho kwa ajili yako? Unakoroma. Wengine ndio anahama, anaenda kulala kwenye sofa. Anahama, anaenda chumba kingine. Anasema mume wangu anakoroma mpaka nashindwa kulala. Uzuri tuna vyumba vingi, kwa hiyo mimi na chumba changu, yeye nimemwacha na generator lake. Amen. Unajua, mkiwa kwenye piki mnaagana hata kwenye mambo ya kijinga. Mwaikona watu wanaopendana anamwaga mwenzake kwamba samahani, naenda toilet. Anamwaga mwenzake anaenda toilet. Alafu mwenzake anasema haya, utanikuta. Mwenzi ametoka huko anasema pole. Yaani wamependana. Lakini upendo ukidrop, umwage sasa mwenzako, mwambie samahani, naenda toilet. Kwa hiyo unaniaga mimi ni inzi au nani? Sasa kama unaenda mimi nifanyeje sasa? Yaani pendo limeisha. Hata kwenda mahali mtu haki. Anaweza katoka hapa kwenda Nzega, mwezi ajui. Anaenda mpaka Mwanza. Anakuja kupigiwa simu, we, kuna wageni hapa nyumbani, uko wapi? Niko Nyegezi. Nyegezi ya wapi? Ya Mwanza. Umeenda saa ngapi? Ile asubuhi nilikuwa natoka, unafikiri nilikuwa naenda wapi? Hamna kuagana, hamna kupeana taarifa, hamna kushirikishana. Kila mtu anajifanyia mambo yake.
Ndio kipindi ambacho watu wengi wanakosea. Ndio kipindi ambacho watu wengi wanashindwa kuishi kwa imani. Alafu anachokifanya anasema mimi sina appetite ya kuwa naye, sina nini, ana nini, mi bora tu niende kwetu. Unafanya makosa. Umewahi watu wamezira, ameenda kwao, hakujua kwamba kipindi hiki ni season inazunguka, alafu upendo unarudi, alishakusanya virago, yuko kwao, ndio unakuta anaanza kutuma tu message. Kwa hiyo kuachana ndio umeona hata tusisalimiane, utasikia. Kwa hiyo hata kuniona ndio utaki kabisa. Siku nyingine tuwe tunakula wote mara moja. Mimi na wewe sio vita. Ni kupishana tu, ujue tayari pendo limeanza kurudi. Anaanza kufuatilia. Nasikia siku hizi kuna watu sasa wewe ulisema umeniacha, kwani unanifuatilia? Pendo limerudi kwenye nini? Anaanza kutuma watu, mwambieni mwenzenu aje kuniomba msamaha, mimi niko tayari. Mimi niko tayari. Pendo limesharudi, liko kwenye piki. Kwa wakati mwingine anapita karibu na kule ili muonane tu. Kama mnasali wote kanisani, wakati wa kutoka anakutegea. Unapotoka na yeye anatoka hapo mlangoni za leo. Pendo limeshaanza kurudi. Anakumbuka alimwacha mwanaume kipenzi wa moyo wake. Alimwacha mwanaume ambaye Mungu kumbe aliwaandaa mpaka kufa. Lakini kitu gani kilifanya kurupuke? Ni kwa sababu hakujua hizi season, hivi vipindi vinne lazima ujue. Ukiona kuna kipindi ni kama mme wako umwelewi hivi, mke wako kama vile hajulikani hivi, wewe sema hapana, najua ni kipindi kitapita, lakini huyu ni mke wangu wa kufa na kuzikana, simwachi. Hata kama leo namuona kama hapana, najua pendo litarudi. Mlio kwenye ndoa, sema ukweli wako. Muko wapi? Piki drop. Muko wapi? Hebu angalia huyo mama mliyekaa naye karibu na huyo baba, soma body language, inaonyesha wako wapi. Unaionaje? Wako juu au? Kuna wengine uko wanasema, mchungaji, sio tu kwamba tumeshuka, tumepitiliza kuzimu, maana mule ndani hatuelewani. Hivi hapa nilipo, mume wangu hajui na hela kiasi gani, hajui si nini kinaendeleaje, na biashara zangu zinanihusu, wala haniulizi wala nini. Wanaume, unazijua hela za mke wako, kwamba saizi mtaji amefikisha kiasi gani? Kamama kana hesabu chumbani, utafikiri kanaishi na jambazi fulani aliyetoroka jela. Yaani anahesabu kule, anarudisha kabisa na mwanangu. Akienda bafuni anazo, akitoka anazo, akienda sokoni anazo, hela zinahama. Mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes. Hivi unajua kuna familia zingine, kuna wamama wanapigwa lakini hawana kwa kwenda, maana akikimbia vipigo arudi kijijini, na kijijini kule hakufai, kwa anabaki tu anavumilia vipigo hapo nyumbani. Anakuja kama hapa, mnasema sasa Bwana asifiwe, amen, lakini huku kofiri, jana alikula kofiri la maana. Wamama mwangalia huyo mwanamke, ukiona amesikitika ujue ndo huyo anapigwa na mume wake.
Si unajua wako wanaume mpaka leo wanapiga wake zao. Miaka hii hata ng'ombe dume aliwezi kusukuma jike, hata jogoo hawezi kung'ata tetea. Unafahamu tetea? Yaani kuku jike, sijui kuku jike huku mnasema sasa jogoo mnamfahamu, ni ile dume. Sasa uliwahi kuona inafukuza nani yule kwa maana ya kupigana kabisa? Jogoo lile dume linamwambia maneno matamu yule nani, linafanya hivi yani, ni kama linasema nitakununulia kitenge, nitakununulia kitenge. Yani linamwambia maneno matamu yani anampembeleza. Simewahi kuliona lile jogoo linanyosha mabawa hivi, ni kama linasema unataka waksi, unataka nini? Lakini unakuta kale kakike nako yani kanajisikia raha. Wakati mwingine lile jogoo linamsaidia jike kutafuta tududu pale, yani unakuta lina nani na chimba chini tududu, yule jike anadonoa tu. Sasa wewe jogoo anakushinda akili, huwezi hata kumtunza mke wako sawa, huwezi kumfanya mke wako afurahie kuwa na wewe. Yani jogoo amekushinda akili. Wanaume, sasa kama jogoo anabembeleza huyu, anamwahidi hata vitu ambavyo hata yeye mwenyewe anajua hawezi. Nilikuwa nafundisha masomo fulani juzi, nikamwambia hakuna kitu wanawake wananenepa, wananawiri, wanakuwa vizuri kama kumtangazia future yake kwamba yuko safe. Mwanamke anataka ambiwe future yake, hata kama hataka aifikie, lakini afarijike. Ndio maana unakuta kuna wamama wanaishi na mwanaume mpaka unajiuliza, hivi huyu mama amekaa kwa huyu bwana? No, huyu bwana hana kitu, lakini anajua kumpa future. Anajua kumtengenezea maneno ya nitakununulia kanga. Yani anampa future mke wake. Anamwambia mke wangu, haya maisha ya kitambo tu haya. Kitambo tu. Yani muda si mrefu tunamiliki sisi freight. Yani muda mfupi tu tutamiliki magari. Wacha wanapita na vigari hivi. Subiri nitakapoangusha ya kwangu hapa. Yani kama kweli. Kwa hiyo unakuta mama anatembea barabarani, anatabasamu peke yake. Na sisi tutapata, mume wangu amesema. Sasa wewe baada ya kupa maneno ya matumaini, wewe ndio unamwangushia mingumi, miteke, mitusi, una insult mke wako, unamtukana mpaka nakosa amani ya kuwepo pale. Lakini afanyeje? Hana kwa kwenda. Siku moja niliongea maneno magumu ambayo sitaki kuyarudia hapa, ila kule nilikosea hivi. Maana hapa sitaongea, labda pastor angekuepo. Sasa hata kuepo, kwa hiyo itabidi nisiyaseme. Lakini kule nilisema sasa nimesema hapa sisemi. Rafiki yangu hapa nimesema, nasema hapa. Kwani mlikuweka kule? Sasa kama nilikosea, si nilikosea kule? Rafiki yangu, na jana ulikuwepo. Ndio maana sikukuona. Maana nikikuona tu nakumbuka viatu, shati nini. Sisemi uninunulie, na safari hii ninavyo sasa. Kwa hiyo kule nilikosea hivi, nikasema kuna wamama wanavumilia vipigo kutoka kwa waume zao, sio kwa sababu ya ndoa ni uvumilivu. Hapana, wanapigwa kwa sababu hawana kwa kwenda. Ndio maana nilikuwa nawafundisha wamama, nikasema wamama, chakalikeni, fanyeni biashara, jishughulishe, uwe na kakipato, kwa sababu hakuna mwanaume duniani anapigaga mwanamke mwenye hera. Uliwahi kuona mtu anaenda kufanya fujo benki? Hata wakikupigia simu unasema samahani, niko benki, tutaongea baadaye. Hata watu ukisema niko benki wanakata haraka, maana hera hazitaki kelele.
pesa haitaki kelele. Yaani ukiona mume wako anakupigia makelele, huna hela. Tengeneza hela, uwe kabenki kadogo pale nyumbani, baba atakuheshimu. Yaani mkiamka asubuhi anakuuliza nikapike chai mimi au utaamka nifanye hiki au na nini, nikitoka kazini nitapitia sokoni nichukue vitu gani, nipe listi, nyanya, vitunguu nani, kwa sababu mama una hela. Unapigaje hela? Yaani baba hujaondoka na gari nyumbani, mama nakuita, baba nani, njoo, hiyo gari niliona kama mshale hauko sawa, chukua hii 10,000 uweke mafuta hapa, ndo utoke kule uje upige 10,000. Una akili kweli? Unaipigaje 10,000? Unaikoromeaje 10,000 uiseme vibaya 10,000 kweli? Haiwezekani. Kwa hiyo nikasema kuna wamama mnapigwa sio kwa sababu unakosea, ila kwa sababu huna hela. Sasa haya ndio ya kusema hapa. Sasa ndio maana hapa sitasema, siwezi kukosea mara mbili. Wale wa kule niliwaambia mnaelewa, nyie huku mnasema bibi, Tanzania tunasema mama, wote tunakosea kwa sababu mke ni mke, mke sio bibi wala sio mama. Kwa hiyo Watanzania na Wakenya wote tunakosea, tusichekane. Kwani mnaposema bibi ni halali? Bibi ni nyanya, na sisi mama tunakosea. Mama ni yule aliyekuzaa, sio mke wako, si ndio? Kwa hiyo hapa wote ngoma draw, hakuna aliyepatia Kiswahili. Kwa hiyo bibi, unapigwa na bwana yako sio kwa sababu unakosea, kwa sababu wanaomkosea ni wengi. Mbona hawapigi? Mbona dada zake wanamkosea, mama zake wanamkosea, baba zake wanamkosea, ndugu zake wanamkosea, hajawapiga? Kwani akupige wewe? Tafuta heri upewe heshima. Amen. Ndio, jishughulishe. Hapa Kenya watu wamama wengi ni wachakalikaji, ni watafutaji. Niliwaambia kitu ambacho inawezekana mwezi kukielewa, lakini wa mitandaoni wengi wanaonifuatilia wanaelewa. Niliwaambia hakuna mtu anapenda hela kama mwanaume. Wamama mlikuwa mjui, tulipokuwa tunasema wanawake wanapenda hela, tulikuwa tunaongea kinyume chake. Yaani nyie sio kwamba mnapenda hela. Mwanamke anapenda matumizi. Mwanamke apendagi hela, mwanamke anapenda matumizi. Anayependa hela ni sisi wanaume. Sisi tukishika hela ikakaa kwa pochi, hatutaki itoke. Ndio maana mnaweza mkaa mnapiga stori na mume wako hapo, mnapiga stori Ruto, Raila, sijui nani, Jakoya, sijui nani, mnapiga stori hapo, mnapiga stori Sakaya. Sema tu, unaweza kunipa pesa ya mboga? Mwambie naomba pesa ya mboga. Huku kilo moja ya nyama inauza shilingi ngapi? Inategemea na mtaa. Kuna mitaa 600, kuna mitaa 500. Mwambie naomba 500 ya mboga, alafu ninunue na vitunguu. Kwa hiyo ukinipa 1000 itatosha mahitaji. Unaiona sura ile huko inasema Sakaya sivyo nani, ghafla inabadilika. Ghafla unashangaa hapo anasema unasema Sisi tunataka tukishika hela zisichukuliwe na mtu. Raha yetu ni ufungue pochi uone zimo, urudishie. Lakini wamama sio kwamba mnapenda hela, mnapenda matumizi. Ndio maana ukimtoa out, mimi nikienda na mke wangu tunaenda kufanya shopping, yeye haushughuliki na mambo ya hela. Yeye ni vitu tu, hiyo gauni hiyo, alafu hivi viatu, nichukulie hivi hapo, size ngapi hiyo? Sasa na ngapi? Sasa na 8 nilete. Mimi huku na kuhesabu na kutoa, yeye hata angalii kama nimetoa ngapi. Yeye hayamuhusu, yeye anakunja nguo zake na nani. Mnatoka dukani asemi umelipa ngapi. Yeye hela azimuhusu, yeye ni matumizi. Sisi wanaume tunapenda hela. Kwa hiyo ukiniomba mara kwa mara unatengeneza hasira. Sio kwamba sikupendi, ila omba yako hela unautafuta moyo, unaiamusha nafsi mahali ilipo, mwenzio iniponyoke wakati na idhibiti.
Kama unafikiri nasema uongo, jiwekee kamkataba, useme mwezi huu simuombi hela kabisa, nitatafuta mboga mwenyewe, nitafanya hiki mwenyewe. Utaliona pendo litakalokuwa hapo ndani. Mama nani, mama nani, hujagusa pochi yake. Hayo ukitaka kumfukuza nyumbani, muombe hela mara kwa mara, muombe hela mara kwa mara. Wakati mwingine atakuwa anachelewa na kurudi nyumbani, anachokikwepa ni kuombwa hela. Si niwaambia mabinti, kuna mabinti mnakosa wachumba, sio kwamba una sura mbaya. Hakuna mwenye sura mbaya duniani, hayuko. Wanawake wote mmemba tofauti tofauti, na si wanaume tunapenda, kwa sababu by the way mwanaume hajawahi kupenda mwili mzima wa mwanamke, hajawahi. Anapenda pati. Kama ni sura, kama shingo, kama kifua, kama kiuno, kama miguu. Mwanamume apendagi mzima. Kuna kapati ambako anakapenda. Kama ni kasura kako amekapenda yako, jitahidi kukatengeneza. Siku kakikaa unamuondoa. Kama nini, yani kuna kapati fulani ambako anakapenda kwenye mwili wako. Ndio maana kuta kila mkionana utasikia umejaliwa miguu, ujue kavutiwa na miguu. Umejaliwa kifua, umevaliwa shingo, ina nani shingo. Kwa hiyo hakuna mwanamke mbaya, lakini kwa nini wanaume wanakutangazia uchumba alafu wanakukimbia? Sio kwamba una tatizo lolote. Shida ya mwanaume ni pochi yake, isiguswe mara kwa mara. Sasa wewe mnaamka asubuhi unataka ya supu, amekurushia. Mchana unasema ranchi, amekurushia. Jioni unasema hiki, amekurushia. Hamjalala, bando, nataka bando, niunge, airtime, si nini. Atavumilia siku ya pili, ya tatu. Mwisho anaanza kujiuliza, hiki kiumbe nitakiweza kweli kwa mwendo huu? Yani sijamuoa tu ananisumbua hivi akiwa ndani. Vijana msiogope, ukimleta ndani hawasumbuagi, kwa sababu gavana kisha pewa jimbo, mbunge kipata jimbo, kuna kampeni tena? Hakuna kampeni. Ukiona na kusumbua, oa, weka ndani, umejipunguzia kuombwa kila siku. Amen. Kwa hiyo wabinti, ili ufikie malengo, punguza hiyo mizinga, punguza mabomu au unayojilipua kila wakati. Niliwaambia siku moja tulikuwa tunahubiri kule Athi River, nikasema wakati mwingine mabinti, tumieni akili ya kuteka vichwa vya wanaume, kwa sababu vichwa vya wanaume havitaki hela zitoke mara kwa mara. Kwa wakati mwingine jikaze, hata mkitoka out mmekula mmemaliza, wahi mara moja kuomba bill ile kabla haja gusa pochi yake, umwambie nishalipa tayari, twende. Melipa. Melipa. Nataka nikwambia atakupenda mpaka ndoa, kwa sababu anajua kama sio kasumbufu. Kumbe unamvutia kwenye mtego, kumbe unamsogeza ingie laini. Siku kokonywa hapa kisha sema kuanzia leo na announce mmekuwa mke na mume. Ndio mkifika nyumbani unaniambia, unakumbuka ile chakula nililipa? Unakumbuka ile kitu utalipa vyote. Sasa hivi hamna ujanja, yani utalipa kiaina. Nilikuwa nakusogeza kwenye mtego, umeshaingia tayari. Sasa wewe kabla hata hujaingia unamfukuza kiwa mbali, unamdai vitu vya gharama, unadai simu ya macho matatu, unadai sijui viatu virefu, sijui unadai sijui nini, nywele za elfu ngapi. Unamfukuza mwanaume na pochi yake. Nenda naye polepole. Wakati mwingine hata ukimwomba hela usitamke hela, useme tu hizi nywele hizi, kipata hela aguswe yeye. Mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes.